Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa leo ni siku nyingine tena, asubuhi nzuri ambayo Mungu ametupa na mapambazuko mazuri ambayo Mungu ameachilia kwetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia. Unajua, mtu wa Mungu unapopata nafasi ya kuamka kama hivi, inakuwa ni jambo la maana na la pekee sana kwenye maisha yetu. Kwa Mungu ametuamini tena na uzima, ametuamini tena na uhai. Kwa tuna kila sababu ya kwenda mbele. Nakupa baadhi ya maandiko yanayohusu kumshukuru Mungu kama kitabu kile sura ya 92 ule mstari wa kwanza na wa pili. Sura ya 92 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema kwamba ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi, uaminifu wako wakati wa usiku. Naona Biblia inasema kwamba ni jambo jema kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tunafanya jambo jema kwa unapopata muda kama hivi wa kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Mtu wa Mungu unakuwa unafanya jambo la maana. Hebu jaribu kujiuliza, wangapi ambao ulikuwa nao jana umejaribu kuwatafuta asubuhi ya leo, umejua wameamkaje, lakini wewe, mimi na wewe, asubuhi hii Mungu ametupa neema. Kwa hiyo tuende mbele za Mungu tumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima aliyotupatia, afya aliyotupatia, ametuamsha salama huku ukiwa unatarajia kujiandaa kwenda unaelekea kazini. Kwa hiyo tuende mbele za Mungu tumshukuru. Baba, katika jina la Yesu, neno lako linasema kwamba ni jambo jema kukushukuru wewe na kulihimidi jina lako. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako uliotulinda. Asante kwa kuwatuma malaika zako kufanya vituo kwenye maisha yetu. Acha tukushukuru, acha tukuazimishe na tukuabudu wewe uliye chanzo cha uzima wetu, uliye chanzo cha uhai wetu, uliye chanzo cha nguvu zetu. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza kwa neema yako, ninakutukuza kwa pendo lako, ninakutukuza kwa uhai wako, ninakutukuza kwa kutulinda sisi na watoto wetu. Asante hata kwa ajili ya mtumishi wako mmoja mmoja ambaye yuko hapa asubuhi ya leo akiomba maombi haya ya shukrani pamoja na mimi kupitia njia ya YouTube. Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mwana familia wa maombi hai. Baba, nakushukuru kwa ajili yake. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uzima wako. Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Haujaacha miguu yetu ikasogezwa mbali, ikawekwa kwenye mitego. Haujaacha Bwana shetani akatufanya kuwa mawindo. Haujaacha Bwana shetani akatufanya kuwa chakula chake. Baba, asante kwa ajili ya kutulinda na mabaya. Umelinda wadogo zetu, umelinda watoto wetu, umelinda wazazi wetu, umelinda wafanyakazi wetu, umelinda kila mtu anayetuhusu sisi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Baba, asante hata kwa ajili ya wale ambao tulisafiri tukatumia vyombo mbalimbali. Bwana Yesu, tunakurudishia heshima na utukufu. Baba, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Mungu wetu na Baba yetu, tunakutukuza na kukuinua wewe ambaye ndiye chanzo cha yote, wewe ambaye ndiye nguvu ya yote, maana yote yanatoka kwako wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya yote, tunakushukuru kwa ajili ya kila jambo. Asante Bwana. Ndio maana Paulo anawaambia kwenye kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza, Biblia inasema kwamba mshukuruni Mungu kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi yake. Baba, tunakushukuru kwa kila hatua, tunakushukuru kwa kila jambo ambalo umetutendea, mambo mema yote uliyotutendea, mazuri yote uliyotutendea. Umetulinda na uharibifu mbalimbali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Asante kwa kufanya vituo kwetu, asante kwa kufanya vituo kwetu katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Yesu, tunakuinua wewe uliye chanzo chetu, tunakuinua wewe uliye nguvu zetu, tunakuinua wewe uliye kimbilio letu, tunakuinua wewe uliye msaada wetu, tunakuinua wewe uliye nguvu zetu. Baba, asante kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa uwezo wako katika jina la Yesu.
Rama soko taraba riandele makatori na mande. Roho Mtakatifu na kushukuru, ninakuinua kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante hata kwa ajili ya kuamsha salama watoto wangu. Asante hata kwa ajili ya kuamsha salama mke wangu. Asante hata kwa kuamsha salama mme wako. Baba tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wanandoa. Asante kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja. Baba Mtakatifu tunakushukuru kwa ulinzi wako. Ulinzi wako haujawa kawaida. Ulinzi wako haujawa kawaida kwetu, bali umetulinda kama neno lako linavyosema ya kwamba umeenda mbele yetu na kupasawazisha mahala palipokuwa pameparuza. Umeenda mbele yetu, umekinga kila mishale ya yule mwovu, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 35 na ule mstari wa pili, kwamba Bwana ushike ngao na kigae, uweze kunisaidia, usimame upande wangu. Bwana Yesu nakushukuru kwa kuwa mbele yangu kwa ajili ya kukinga kila mishale, ile mishale ya mwovu, ile mishale ya shetani iliyokuwa imekusudiwa kinyume na maisha yangu, kinyume na maisha ya mtu mmoja, katika jina la Yesu. Manturaba shandaraba. Hebu endelea kumwazimisha tu Bwana, mtu wa Mungu. Endelea kumwazimisha tu Bwana, mtu wa Mungu, maana Mungu akiwa upande wako, ni nani atakaye kuwa juu yako? Biblia inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Maana fadhili za Mungu hazikomi. Fadhili za wanadamu zinaweza zikakoma, lakini fadhili za Mungu zinaweza zikawa endelevu, zinaweza zikawa endelevu, katika jina la Yesu. Yeye ametufadhili na mabaya, yeye ametufadhili na uharibifu, yeye ametufadhili na giza, yeye ametufadhili na mitego mbalimbali. Ametupa afya, ametupa uhai, ametupa ulinzi wake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ramashakatalamande rakatalamande lekatalamande mashakataraba romo sandaraba, katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru, Yesu tunakutukuza. Sante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Neema na fadhili zako Bwana ziambatane na sisi kila itwapo leo. Mkono wako ulio wa nguvu uambatane na sisi, katika jina la Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, mkono wako wa nguvu uwe pamoja nasi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba utunzaye maagano, hakika agano lako la ulinzi kwetu umetutunza, katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru, maana neno lako linasema kwamba vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeweka misingi ya nguvu, kwa sababu yao wanaoishindania nawe, wanaoishi ndani nawe. Baba tunakushukuru kwa sababu sisi ni uzao wako na watoto wako, ukuhani wa kifalme. Baba tunakushukuru, tunakutukuza kwa neema na kwa fadhili zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa mkono wako. Asante Bwana kwa uweza wako. Ni nuru yako iliyotufanya kuwa hai, ni mkono wako uliotutunza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru, Yesu tunakuinua. Baba asante kwa sababu ya neema yako, katika jina la Yesu. Baba asante, katika jina la Yesu. Neno lako linasema kwamba asubuhi Bwana utaisikia sauti yangu, na asubuhi hii ninainua sauti yangu ya shukrani kwako, wewe uliye nguvu zangu, wewe uliye msaada wangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba nakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. Asante katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba asante kwa ajili ya kila mtumishi wako na mtoto wako mmoja mmoja. Neema na fadhili zako zikaambatane naye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ombi letu la leo, asubuhi ya leo, ambalo tunaenda kuomba, tunaenda kuomba Mungu kwa ajili ya mkono wake uweze kuwa pamoja nasi, mkono ambao unaweza ukatuokoa na mabaya, mkono ambao unaweza ukatuepusha na uharibifu, mkono ambao unaweza ukatutenga na kila matatizo ya uharibifu ya kila namna. Kitabu kile cha
kitabu cha Isaya. Nitakusomea ili andiko, mtumishi wa Mungu, alafu tutaenda kuomba tena. Isaya ile sura ya 59 na ule mstari wa kwanza, kile kipengele A. Isaya sura ya 59 ule mstari wa kwanza, kile kipengele A. Biblia inasema kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Narudia tena mstari wa kwanza. Biblia inasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Kuna mambo kama mengi hapa ya kujifunza, lakini nitaongea kama mambo mawili ambayo yatatupeleka kwenye maombi. Jambo la kwanza, mkono wa Bwana haukupunguka. Maana yake mkono wa Mungu ukipunguka, kuna wokovu kwenye maisha ya mtu unapotea. Ndio maana anasema kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka. Maana yake mkono wa Bwana tu ukipunguka, uharibifu unaingia. Anasema kwamba hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mkono wa Bwana ukipunguka, kuna wokovu. Maana ile kuokolewa, kutolewa kwenye vitu vya giza, vitu vya uharibifu vinaanza kutenda kazi. Lakini mkono wa Bwana ukiwa mrefu na ukaweza kutuokoa, uharibifu wowote uliokuwa umesimama kinyume na sisi, tunaweza tukatoka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Bwana, mkono wako wa kuume wa nguvu uweze kuambatana pamoja na sisi. Mkono wako wa kuume wa nguvu uweze kuambatana na sisi. Prayer point yetu inasema, Bwana, siku ya leo mkono wako wa nguvu uwe pamoja nami. Bwana, mkono wako wa nguvu uwe pamoja nami. Au unaweza ukasema, mkono wako uokoao uwe pamoja na mimi. Mungu akatuokoe na kila uharibifu mchana wa leo. Mungu akatuokoe na kila uharibifu asubuhi ya leo. Kuanzia asubuhi hii mpaka tunarudi nyumbani, mkono wa Mungu una mambo mengi. Mkono wa Mungu unaweza ukakuepusha na ajali. Mkono wa Mungu unaweza ukakuepusha na watu wabaya. Mkono wa Mungu unaweza ukakuepusha na uharibifu wa namna yoyote ambao shetani alikuwa ameukusudia. Kwa hiyo tutaenda kumwambia Bwana, mkono wako wa nguvu uwe pamoja nami. Mkono uepushaye watu mabaya, mkono unaowaokoa watu na mabaya. Kwa popote pale ulipo, naweza ukasema, Baba, ninaomba mkono wako uokoao, mkono wako uokoao, mkono wako uokoao ukae juu yangu, uanze kunilinda. Unaweza ukaanza kuomba, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa neema yako, mkono wako uokoao unitunze tena, unilinde siku ya leo kuanzia asubuhi hii. Mkono wako uokoao, mkono uniokoe na ajali, mkono uniokoe na kila mitego ya mwovu iliyokuwa imekusudiwa katika jina la Yesu. Mwambie tu, Bwana, ninaomba mkono wako uokoao, ninaomba mkono wako uokoao, mkono uokoao kwa habari ya huduma, kwa habari ya biashara yangu, mkono uokoao kwa habari ya familia yangu. Uwaokoe huo mkono watoto wangu wanapoenda shule, uwaokoe na magonjwa. Mkono uokoao, magonjwa hayatanigusa mimi, maana mkono wa Bwana uko pamoja nami katika jina la Yesu. Bwana, mkono wako uokoao, Bwana, mkono wako uokoao utembee pamoja na mimi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maloketilama masokotaraba riandele matuzelema ya karamandele katalama rimasokotalama. Ukisoma kitabu cha Zaburi ya 118 na ule mstari mashakata wa 16, Biblia inasema kwamba mkono wa kuume wa Bwana, mkono wa kuume wa Bwana. Ili andiko liko hapo kwenye skrini yako. Mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Maana yake mkono wa Mungu Bwana unapokuwa juu yako unakutendea makuu, mashakatalama. Ndio maana anasema ule mstari wa 17 anamalizia kwa kusema kwamba
sitakufa bali nitaishi na nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Anasimulia matendo makuu ya Bwana ni kwa sababu mkono wa Bwana umekuwa juu yake. Hauwezi ukasimulia matendo makuu ya Mungu kama mkono wa Mungu haupo juu yako. Mwambie tu, Bwana mkono wako uokoao, Bwana mkono wako wa kuume, Bwana mkono wako wa kuume unaowaseta adui, unaowaseta adui. Adui najua wanaweza wakainuka kinyume changu, najua adui wanaweza wakainuka kinyume na maisha yangu, lakini Bwana mkono wa nguvu unaweza ukainuka tena kwa ajili ya kunisaidia. Bwana mkono wa nguvu, Bwana mkono wa nguvu, Bwana mkono wa nguvu, Bwana mkono wa nguvu, mkono uokoao ukae pamoja nami, mimi na familia yangu, mimi na uzao wangu, mimi na watoto wangu, mimi na kila mtu anayenihusu. Ninakuombea wewe unayeomba maombi haya, mkono wa Bwana usiokuwa mfupi ambao hauwezi kushindwa kuokoa. Ninauomba mkono wa Bwana uwe juu yako, huo mkono ukuokoe na mabaya, huo mkono ukuokoe na mabaya, huo mkono ukuokoe na uharibifu katika jina la Yesu. Mabaya yote yaliyokuwa yamekusudiwa, mkono wa Bwana ukushike, maana kwa mkono wake adui zetu wanatawanywa, adui zetu wanasetwa mbali nasi katika jina la Yesu. Ninatangaza mkono wa Bwana, ninatangaza na kuamuru mkono wa Bwana wa nguvu ukae juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wako Bwana Haramashakatalama randele makatalamande rakatalamande, maana kwa mkono wako Bwana Yesu mabaya yote uliyaondoa, maana kwa mkono wako mabaya yote uliyaondoa katika jina la Yesu. Baba, tunatangaza neno lako linasema ya kwamba maana kwa mkono wako wa nguvu, mkono wako umetukuka katika jina la Yesu. Baba, mkono wako wa nguvu udhibitike kama neno lako linavyosema kwenye Zaburi 118 na ule mstari wa 16 ya kwamba mkono wako wa kuume Bwana, mkono wako wa kuume Bwana umetukuzwa. Bwana Yesu, mkono wako ukatukuzwe, mkono wako wa kuume Bwana hutenda makuu, mkono wako wa kuume ukatende makuu kwa habari ya maisha yetu. Mkono wako wa kuume Bwana ukatende makuu kwa habari ya utumishi wetu. Mkono wako wa kuume Bwana ukatende makuu kwa habari ya familia, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya kazi katika jina la Yesu. Ninaiombea pia kazi yako, mkono unaoleta wateja ukawe pamoja nawe katika jina la Yesu. Ramashanderema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wa kuume wa Bwana ukawe pamoja nawe katika jina la Yesu. Ninaomba katika jina la Yesu, mkono wa kuume wa Bwana ukawe pamoja nawe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana akawe pamoja nawe, haya hayatakukaribia kwa sababu Bwana amekushika kwa mkono wake. Mkono wake uwe pamoja nawe. Bwana akushike kwa mkono wako siku ya leo katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana akushike kwa mkono wako, akushike kwa mkono wako, akushike kwa mkono wako. Bwana akushike kwa mkono wako, Bwana akushike kwa mkono wako, kwa mkono wa nguvu, kwa mkono wa uweza, kwa mkono usiopungua, kwa mkono unaotosha, kwa mkono unaostahili kwa jina la Yesu. Na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa mkono wake wa nguvu Bwana akushike. Masoridaba riandarabababa. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mtumishi wako. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mteule wako. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mtumishi wako. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mtoto wako. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mtumishi wako. Mkono wa nguvu, mkono wa nguvu, mkono wa kuume wa nguvu ukae juu yake katika jina la Yesu. Riama kataraba riandele makatura baraba riama katele bababa zorobo shandaraba rama katarabaraba reketele mandeleba rama kuzelema riantaraba baba yakanamande robo sikataraba riantelelelema riantarabagada robo sikatarama manterereba robo koriantarabaraba manterereba ramande sukataraba. Mkono wa kuume wa nguvu wa
Bwana ukae juu ya kila mmoja. Natangaza katika jina la Yesu, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa damu ya Yesu ya kwamba mkono wa kuume wa nguvu wa Bwana udhibitike, ukae juu yako, ukae ndani yako, udhibitike juu yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Riamakatorobo sandaraba riabakaterereba riandele makaturaba yanterereba ramakatele manderigadaba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, ninatangaza kwa mkono wako wa nguvu, 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 mkono wa nguvu utukuke, mkono wa nguvu usimame, utulinde tena, utuepushe na mabaya, utuepushe na uharibifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Mkono wa nguvu uwe pamoja nasi, mkono wa nguvu uwe pamoja nami, mkono wa nguvu uwe pamoja nami, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu na Mungu wa maajabu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, mkono wako Bwana uwe pamoja na sisi. Ninatamka katika jina la Yesu. Hebu anza kutamka mkono wa Mungu uwe juu ya watoto wako. Anza kutamka mkono wa Mungu uwe juu ya mume wako kama umeolewa. Mkono wa Mungu wa nguvu uwe juu ya mke wako, uwe juu ya watoto wako, uwe juu ya wafanyakazi wako, uwe juu ya mabosi wako, katika jina la Yesu. Tamka tu hivyo, mkono wa nguvu uwe juu ya watu wa muhimu na wapenda. Mimi nitaomba kwa ajili yako. Baba, ninaomba mkono wa nguvu uwe juu ya kila mtumishi wako, uwe juu ya huyu dada, uwe juu ya huyu mama, katika jina la Yesu. Uwe juu ya kila mwanandoa, uwe juu ya kila mwanandoa, uwe juu ya kila mwanandoa mwenye watoto, mkono wako wa nguvu uwe juu yake. Mwenye kazi, mkono wa nguvu uwe juu yake. Aliyeajiriwa pamoja kupitia yeye, mkono wa nguvu uwe juu yake kupitia yeye. Mkono wa Mungu uwe juu ya pamoja na wafanyakazi wenzake, katika jina la Yesu. Ninatamka katika jina la Yesu asubuhi ya leo, hautahusika katika mabaya. Mkono wa Bwana wa nguvu kakuepushe katika mabaya. Mkono wa Bwana wa nguvu kakuepushe katika mabaya. Ninatamka katika jina la Yesu usiku wa leo, mkono wa nguvu wa Bwana ukakurinde unapotoka hapa kwenda kazini, katika jina la Yesu. Mabaya yote hautahusika, uharibifu wowote hautahusika, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na popote pale ulipo unaweza ukasema amen. Mungu akubariki sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, na uamini ya kwamba mkono wa Bwana umetembea nao na umedhibitika nao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwe na asubuhi njema, mkono wa Bwana ukutangulie. Uwe na siku njema. Tukutane jioni kwenye usiku wa kumaliza siku au kwenye night prayer. Uwe na wakati mwema. Mungu akubariki. God bless you. Mkono wa Bwana uwe na wewe. Shalom, shalom.